Jamii ya watu hapa duniani imegawanyika namna ya kumwelewa Yesu ni nani. Karne hata karne, vizazi hata vizazi. Kuanzia hata karne ya kwanza ukisoma kipindi cha Yesu mwenyewe, jamii ya watu iligawanyika namna ya kumwelewa. Hata Wayahudi wenyewe bado walikuwa hawana ufahamu mzuri namna ya kumwelewa Yesu ni nani. Kwa hiyo karne na karne, vizazi hadi vizazi, mgogoro wa mada kwamba Yesu ni nani ulikuwa tatizo sana kwa watu. Wapo wanaosema kwamba Yesu ni mwanadamu tu wa kawaida, ila tu Mungu alimteua katika wanadamu wake kuwa mtume. Wapo wanaosema kwamba Yesu ni nabii tu wa Mwenyezi Mungu, hana nafasi yoyote. Wapo wanaosema kwamba Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini wapo wanaosema kwamba Yesu ni Mungu mkuu. Kwa jamii ya binadamu iligawanyika kuanzia hapo awali namna ya kumwelewa Yesu kuwa ni nani. Kuanzia zama za karne ya kwanza mpaka hivi sasa, dunia tuliokuwa nayo ina utofauti mkubwa sana wa kumwelewa Yesu kwamba yeye ni nani. Leo tutakwenda kuangalia kwa mujibu wa maandiko matakatifu yanasemeje kuhusu Yesu. Yesu yeye ni nani? Tutakwenda kuelezea kwa umakini sana, na tutaangalia Mungu alimuiteje Yesu. Yaani sehemu ya kwanza tutaangalia Mungu alimuiteje Yesu. Sehemu ya pili tutaangalia Yesu mwenyewe alijineneje yeye. Yaani yeye mwenyewe Yesu alijiiteje yeye. Sehemu ya tatu tutaangalia kwamba wanafunzi wake au maswahaba wake, kwa jina lingine wanafunzi wake, walimuiteje Yesu. Kwa hiyo katika maeneo haya matatu, kwa mujibu wa Biblia, nafikiri tutapata ufafanuzi ya kina sana kwamba Yesu yeye ni nani. Sasa tutaanza kwa mujibu wa maandiko, Mungu alimuiteje Yesu. Tutaanza na kile kitabu cha Mathayo 3:16. Mathayo 3:16 inasema hivi: naye Yesu alipokwisha kubatizwa akapanda kutoka majini, tazama mbingu zikafunuka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua. Tazama, sauti kutoka juu mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Hapo kuna vitu vitatu hapo vimeonekanika hapo, kwamba kuna Mungu juu anayezungumza, alafu kuna Roho Mtakatifu pale katikati, alafu kuna Yesu chini anabatizwa mto Yordan na Yohana Mbatizaji, alafu sauti inasikika juu, Mungu anazungumza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Maana yake sasa, kwa mujibu wa maandiko, Mungu mwenyewe amekiri na amethibitisha wazi kwamba Yesu ni mwanae. Amethibitisha wazi kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huu ni upande ambao wa Mungu mwenyewe amedhihirisha kwamba Yesu ni mwana wake. Lakini mbali na Mungu tukudhihirisha, tuangalie Yesu mwenyewe alijiiteje yeye kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Yeye alijinena yeye kama nani? Kwa fununu hizo za dunia kupata shida kumwelewa Yesu, yeye mwenyewe alijineneje, akajiiteje? Tasoma kitabu cha Mathayo 10:36. Yohana 10:36. Sikiza vizuri haya, anasema hivi: je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia anakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Rudia kipengele hiki: kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa Yesu kwa mujibu wa maandiko matakatifu amejikiri yeye mwenyewe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na sio tu andiko hilo tu, hata ukisoma kitabu cha Yohana 17 mstari wake wa kwanza, ukianzia pale, Yesu anasema, Baba, saa imeshakwisha kutimia, mtukuze mwanao ili mwanao pia akutukuze wewe, na kama ulivyompa mamlaka yote ili awape watu uzima milele, na uzima milele ndio huu,
wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu anamuita Mungu baba yake pale ukianza juu. Alafu anasema kwamba unitukuze mimi kama mimi nilivyokutukuza wewe. Alafu chini kule anazidi kudhibitisha, baada ya kusema wewe ni baba yangu, ambaye ndo Mungu anamuita baba. Alafu anasema na sisi ili tupate uzima milele tumjue yeye Mungu wa kweli wa pekee, alafu na yeye Yesu Kristo aliyetumwa, yani yeye ametumwa na Mungu. Hii ni kitabu cha Yohana 17 kuanzia mstari wake ule wa kwanza, inaeleza Yesu anamuita Mungu baba yake. Lakini mbali na hapo tu, kitabu cha Yohana 20:17 ukisoma, Yesu anasema tazama mimi napaa naenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Yesu anasema, narudia tena kitabu cha Yohana 17 mstari wake ule Yohana 20:17. Elewa vizuri haya anavyosema, nami napaa naenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Kwa hiyo Yesu bado anasisitiza kwamba yeye ana Mungu wake. Yaani Yesu anasisitiza yeye ana Mungu wake. Nafasi ya uungu ikajitoa, yeye ana Mungu wake, ila yeye anakiri na kudhihirishia watu kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Lakini mbali na hapo tu, Yesu kuyaongea haya na kudhibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, tuangalie mitume wake au matendo yake wa mitume. Wanafunzi wake walidhihirisha yeye kwamba yeye ni nani. Yesu yeye ni nani kwa mujibu wa maandiko, wanafunzi wake walisemeje? Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wake ule wa 13, anasema Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, wanafunzi wake wakamwendea. Yesu akafungua kinywa akasema, watu unena kuwa mwana wa Adamu kuwa Yunani? Wengine usema kuwa Yohana Mbatizaji, wengine mmoja wapo wa manabii, wengine usema kuwa mimi ni Yeremia. Je, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Yesu akajibu akamwambia Simoni Petro, eli wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hivi, bali Baba yangu aliyoko mbinguni. Yesu hapa yeye mwenyewe kakiri kwamba yeye ana baba ambaye ni Mungu, maana yake yeye ni mwana. Alafu anamwambia Petro, kwa kuniambia mimi ni mwana wa Mungu, sio wewe kwa akili zako, sio wewe kwa mwili wako na damu zako, bali Baba yule aliyekuwa juu mbinguni ndo kakufunulia wewe. Kwa hiyo wanafunzi naye wanakiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo nimejaribu kuzungumzia hapa aya zote hizi, nikakutolea kuanzia Mungu anamuiteje Yesu, nikasema Yesu mwenyewe anajiiteje, na mbali tuna Yesu mwenyewe kuwa anajiiteje, nikakwambia pia hata wanafunzi wake wanamuiteje. Na ndio maana hata Yohana ukisoma kitabu cha Yohana 3:16 anasema hivi, kuna kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Maana yake sasa aya hii inadhihirisha wazi pia naye kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Biblia ndio imemdhihirisha hivyo Yesu. Yesu nafasi yake kubwa ni mwana wa Mungu. Lakini kuna watu wanamzungumza Yesu kwamba ni mwanadamu kwa sababu wanamuelewa Yesu baada ya kuzaliwa tuna Mariam. Yaani wanamuelewa Yesu, wao wanamzungumzia Yesu baada ya kuja duniani, lakini hawajui kwamba uwepo wa Yesu hapa duniani kabla ya yeye kuzaliwa Yesu alikuwepo. Kabla ya vitu vyote Yesu alikuwepo. Na ndio maana hata Wayahudi karne ya kwanza kipindi cha Yesu walishindwa kumuelewa Yesu.
mfano mzuri wa Yesu kuadhihirishia kwamba yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote, au kabla ya watu wote waliomtangulia pale, kabla ya Ibrahimu, kabla ya Yakobo. Kitabu cha Yohana 8:56, Yesu anawaambia Wayahudi, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Wayahudi wakamwambia Yesu, wewe Yesu, haujapata hata miaka 50 na wewe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia Wayahudi, amini nawaambia nini, Ibrahimu asija kwako mimi nipo. Wayahudi walishangaa sana, inakuwaje Ibrahimu baba yetu hajakuwepo, yeye yupo? Wameshindwa kuelewa kwamba kabla ya misingi ya dunia hii kuwepo, Yesu alikuwepo. Leo nataka nikusomee kitabu cha Methali 8:22 ithibitishe kwamba Yesu alikuwepo kabla ya vitu vyote. Misingi hii yote ipo, yeye Yesu alishakuwepo kabla yake. 8:22 kitabu cha Methali. Sikiza vizuri haya hii. 8:22 kitabu cha Methali inasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, yani kabla ya matendo yake ya kale. Na alitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia. Yesu alitukuka tokea milele awali, kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi na alizaliwa, wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima na alizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozithibitisha mbingu na alikuwako. Alipopiga duara katikati ya uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, ndipo nalipokuwa naye pamoja naye kama mstadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Yesu anasema alikuweko kabla ya vitu vyote. Bwana alikuwa nami kuanzia mwanzo wa njia zake. Yesu anathibitisha hilo. Kwa uwepo wa Yesu kabla hata kuzaliwa, Yesu alikuwepo. Alikuwepo na Mungu kama sehemu ya ustadi wa kazi. Wakolosai 1:15 ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yani kabla ya vitu vyote kuwepo, Yesu yeye alikuwa sehemu ya uzaliwa wa kwanza. Yani yeye ndo kaanzilishiwa, Mungu kamwanzisha Yesu kabla ya vitu vyote. Iwe malaika, iwe nani, wote unavyojua wewe, iwe maji, samaki, cha kwanza Mungu alichokiumba, au cha kwanza Mungu kilichozaliwa na Mungu, cha kwanza kabisa ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana nasema ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Na kuzaliwa kwa Mungu sio huko ambako watu wanakuelewa kwamba kama huu kwa mfumo wa pollination, kwa maana ya uchavushaji. Umeona, sio kwa mfumo huu ambao watu wanauelewa. Hapana, uzalishaji au kuzaliwa kwa Mungu hakumaanishi huko. Kusoma Yakobo 1:18 inasema, kwa kupenda kwake Mungu alituzaa sisi kwa neno lake. Mungu anazaa kwa neno. Kwa hiyo uwana ni pendo gani? Anasema ni pendo gani alotupa Baba tuitwe sisi wana wa Mungu, maana jinsi ndio tulivyo. Waraka kwanza wa Yohana 4 nafikiri. Anasema ni pendo gani alotupa Baba sisi tuitwe wana wa Mungu, maana jinsi tulivyo. Kwa hiyo uwana wa Mungu ambao unazungumziwa kwenye Biblia ni wana wa Mungu wa mapenzi, wana wa Mungu wa neno. Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno lake. Kwa hiyo maandiko yameshathibitisha wazi sana kwamba Yesu yeye ni nani. Na ili ushinde ulimwengu kama wewe ni Mkristo, lazima uamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na wewe ufanyike kuwa mwana wa Mungu pia. Vinginevyo, tunasema kufanyika kuwa mwana wa Mungu, wewe ni kushika amri zake, kuzaliwa kwa neno lake. Lakini pia hata ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:5 anasema, mwenye kushinda ulimwengu ni nani?
isipokuwa yule aaminie kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Yaani ili ushinde ulimwengu, kwanza lazima uamini kwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Na huko ndiko kuushindako ulimwengu. Kwa hiyo jamii tuliokuwa nayo, mgawanyiko uliokuwa nao, kwa sababu watu hawafuati kitabu hiki Biblia, hawakielewi. Lakini ukitulia na ukasoma vizuri, Yesu anabakia kwenye nafasi ya uwana wa Mungu. Alafu kuna Mungu yule mwenyewe aliyekuwa peke yake, aliyofanya mbingu na nchi na vitu vyote, ambaye hana mwanzo hana mwisho. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:16, ambaye yeye peke yake apatikane na mauti, amekaa katika nuru isiweza kukaribiwa. Hakuna mwanadamu aliyewahi kumuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Ya nini sifa ya ule Mwenyezi Mungu aliyofanya mbingu na nchi na vitu vyote, Baba, ambaye huyu yeye ana sifa ambazo kikawaida mwanadamu. Musa alingangania kumuona Mungu, kama nilivyosema season iliyopita hapo. Akumuona Mungu kwa mujibu wa maandiko. Kusoma kitabu cha Kutoka 33 anzia hata 20 au anzia 18, utaona pale Musa alingangania Mungu, akamwambia hutoniona wewe. Hakuna mwanadamu anaweza kuniona mimi akaishi. Yesu mwenyewe katoa ahadi. Kasema 5:8 kitabu cha Mathayo, anasema heri wale wenye moyo safi, kwa maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo Yesu anabakia katika nafasi ya uwana wa Mungu. Kama umeelewa somo hili, basi unaweza kusubscribe channel yetu hii ili kwa ajili ya kuendelea kupeana masomo mbalimbali. Na mimi mwenyewe, sisi wote ni wanafunzi wa Kristo. Unaweza hapo chini ukashare kwa maneno yako ya maandiko na uelewa wako unachokielewa kwamba Yesu ni nani. Lengo tujifunze. Hakuna mtu mwalimu hapa. Mwalimu mkuu ni Yesu Kristo mwenyewe. Mchungaji ni Yesu Kristo mwenyewe. 10:11 Yohana, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ni mchungaji mwema. Mwalimu ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Mwalimu rabi wanamuita mwalimu. Yesu ndio mwalimu. Sisi wote ni wanafunzi wa Yesu Kristo na bado tunajifunza hapa duniani. Kwa hiyo unaweza ukaniachia kwenye comment section hapo, niambie wewe unaeleweje Yesu ni nani kwa mujibu wa Biblia. Who is Jesus according to Bible? Yesu ni nani kwa mujibu wa Biblia? Tushare kwa pamoja. Nashukuru sana.